Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa. Bwana Yesu azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, nasi tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu. Msingi wa maisha yetu ukiwa kwenye maarifa ya neno la Mungu, ukiwa kwenye neno la Mungu lililo kweli, lililo uzima, lililo taa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema naye Mama Elwa, Jesus is the way, kwa moyo kabisa wa upendo na kukaribisha katika ibada hii. Hakika Baba yetu wa mbinguni ametupa nafasi. Nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni na duniani. Haujawahi kutupungukia hata mara moja, na uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Asante Bwana Yesu kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa ondoleo la dhambi na ushindi mkuu kabisa na upatanisho ulio mkuu kabisa. Asante Baba kwa kuwa sisi ni wa kwako Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika agano la damu yako takatifu, na kushukuru kwa ajili ya ibada hii, kwa ajili ya nafasi hii, kwa ajili ya utukufu wako. Nami katika agano la damu ya Yesu ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema kama mtoto wako, kuhani wako, katika agano la damu yako takatifu, nikiwa nimelibeba kanisa lako. Nimewabeba wateule wako hawa Bwana, nimewabeba watoto wako hawa Baba. Ninaingia nao kwenye kiti chako cha rehema na neema. Baba, ninakusihi msamaha wa damu yako usinipungukie mimi, wala usiwapungukie wao Bwana. Na damu yako agano jipya ikatuoshe kabisa na kuzidi kutusafisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na neno lako Bwana likazidi kututakasa kila leo, kila wakati, kwa utukufu wa jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu wa Bwana. Sante Baba Mungu kwa kuwa kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo umetupa tena nafasi hii, nasi katika jina la Yesu tunaipokea nafasi hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuliatamia neno lako Baba. Ninaomba Baba ukaseme nasi, sema na kila mmoja wetu, na neno lako lenye kutuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote Baba likapate kutuokoa sasa. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kuomba jambo la kwanza ukafungue masikio yetu, akili zetu, fahamu zetu, mioyo yetu, tupate kulipokea neno la Mungu na kulielewa na kuwa watendaji wa neno, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba Roho Mtakatifu, ninaomba uwepo wako na nguvu zako pia zikadhihirike katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukalithibitishe ya kwamba ni la kwako na limetoka kwako, kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba, asante. Asiwepo wa kubaki kama alivyo, kwa kuwa neno lako ni nguvu na uweza wenye kutuokoa sisi wanadamu. Asiwepo wa kupotea na wa kuwa gizani tena, kwa kuwa neno lako ni taa, katika jina la Yesu. Asiwepo aliye dhaifu wala mgonjwa tena, kwa kuwa neno lako ni uhai na ni roho na ni uzima, katika jina la Yesu. Sante Bwana. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, na kila inapopita inapita chini ya mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Basi zile falme za giza, mamlaka za giza, wakuu wa giza hili, wafalme wa anga, wakuu wa anga, majeshi ya mapepo machafu katika ulimwengu wa kiroho, shetani na mawakala wake wote, hawatakuwa na mamlaka ya kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Malaika wako Bwana wakapande na kushuka Baba, wenye kutupigania vita vyote vya siri na vya wazi, na ushindi mkuu wa damu ya Yesu ukazidi kudhihirika kila eneo la maisha yetu, na jina la Bwana wetu Yesu Kristo likazidi kusimama na kutukuzwa sana na sana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia katikati yetu unasema ya kwamba unatamka
hauoni matokeo kwa sababu hauna Roho Mtakatifu au unampuuzia. Manake hauna au unaye lakini unampuuzia. Na ndio maana unatamka jambo, hauoni matokeo. Unasali, hauoni matokeo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka tunavyotamka sisi tulio ndani ya Kristo, lile neno tunalolitamka linatakiwa liwe na nguvu, kwa sababu linatakiwa liambatane na Roho. Sasa watoto wengi wa Mungu wanashindwa kufika mahali ambapo Mungu amewakusudia kufika. Wanakuwa wanaomba sana, wanakuwa wanatamka sana, lakini wanaona hamna matokeo. Hamna matokeo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hicho ndicho ambacho tunakwenda kujifunza leo. Na sababu ni kwamba hauna Roho Mtakatifu au unaye unampuuzia. Kwa hiyo yule ambaye hana ajue ni kwa sababu hiyo, na yule ambaye anaye ajue ni havitokei kwa sababu anampuuzia. Neno la Mungu katika Matendo 1 ule mstari wa 8, Bwana Yesu anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tunaona hapa kuna mambo kama mawili. Tutapokea nguvu. Sawa. Hizi nguvu tunazipokea Roho Mtakatifu akisha tujilia. Kwa hiyo kila aliye ndani ya Kristo unamhitaji Roho Mtakatifu. Alafu huyu Roho Mtakatifu akisha kuwa pamoja na sisi, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ndio unaanza kuwa shahidi. Yaani mimi hapa niliposimama kwenye hii nafasi ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huwezi kumshuhudia Yesu bila Roho yake Mtakatifu na matokeo yakadhihirika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu Yesu yu hai. Kwa lazima unachokisema kiwe ni hai pia. Yaani watu waone kweli. Uponyaji uonekane, ushindi uonekane. Sasa unaonekanaje kama huna hizi nguvu, huna Roho Mtakatifu? Unakuwaje shahidi sasa? Unashuhudiaje? Kwa hiyo wapendwa, sisi tulio mali yake Bwana Yesu, sisi tulio wa Kristo, ni lazima tujue maisha yetu hayawezi kuwa ya ushuhuda katika Yesu Kristo bila Roho Mtakatifu na nguvu zake. Ndio maana anasema tutampokea huyu, tutapokea nguvu, akisha tujilia Roho Mtakatifu tunapata nguvu, alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu, yani mashahidi wa Bwana Yesu. Sasa tukumbuke mshuhuda, yani ule shahidi, ni mtu ambaye naweza kusema ni mtu ambaye ana kitu cha kusema kinachothibitisha kwa nje jambo analolishuhudia, kwamba lile jambo ni kweli na ndivyo lilivyo. Yani ninachokishuhudia, sawa, ninachokishuhudia kwa habari ya huyu Yesu, ni lazima kithibitike kwamba hicho ninachokishuhudia ni kweli na ndivyo kilivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa watu wakiangalia maisha yangu mimi, wanasema, huyu anashuhudia Yesu anabariki. Je, wakiniangalia wananiona nimebarikiwa? Umeelewa hapo sasa, mtoto wa Mungu? Ushuhuda. Sasa huu ushuhuda wako ili uwe na nguvu, ni lazima umpokee Roho Mtakatifu na nguvu zake, ndio uwe na ushuhuda katika Kristo Yesu. Nanyi mtakuwa mashuhuda wangu. Yaani nikisema Yesu amenibariki, ukiangalia maisha yangu, ukiangalia familia yangu, je, unaona hiyo baraka? Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, unalishuhudia neno la Mungu kwa kusema, tuchukue neno la Isaya 53 ule mstari wa 4 na wa 5, ambao unasema kwamba kwa kupigwa kwa Bwana Yesu sisi tumepona, si ndio? Alafu neno la Mungu linasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Sasa wewe unayeshuhudia hili neno, maisha yako wewe, watu wakiangalia, ukiaona wewe mwenyewe na watu pia wakiangalia, ili neno linatimia, una amani. Watu wanaona amani maishani mwako, kama adhabu ya amani yako ilikuwa juu ya Yesu na ameshapigwa, ameshasulubiwa, ameshakufa, ameshafufuka. Kwa hiyo hili neno linatakiwa lithibitike. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano labda tuchukue neno lingine la Wakorintho 8:9.
ambalo linasema kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alijifanya masikini ingawa alikuwa tajiri ili sisi tuwe matajiri ndani yake. Sasa wewe unayelishuhudia hili neno, watu wakikuangalia wanauona ushuhuda huu wa kutokupungukiwa maishani mwako? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, tutaifahamu kweli na kweli itatuweka huru. Yaani bila kuifahamu kweli utakuwa Mkristo wa kuhangaika huku na huku, wakati neno la Mungu ndio kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wale ambao tuko pamoja tumetoka kujifunza kuhusu kweli. Kweli ni nini? Yesu ni kweli, neno la Mungu ni kweli. Haleluya. Sasa hebu jitafakari maisha yako ndani ya Yesu Kristo. Una ushuhuda ambao watu wakikuangalia wanasema hakika neno la Mungu li hai. Hakika Yesu Kristo yu hai. Hakika Yesu Kristo ndiye Bwana. Hakika Yesu ndiye jibu. Umeona? Hata watamani wampate huyu Yesu unayemshuhudia, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naongea na wewe ambaye ni mali ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu wapendwa, nguvu za Mungu ziko pale pale, hazijapungua. Na neno la Mungu li hai na ni la ushindi. Na msalaba wa Yesu umeshatuletea ushindi na ukombozi. Sasa maisha yako wewe ni ya ushindi na yamekombolewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ili haya uyapokee, unahitaji kujua wewe kama mwenye haki, neno la Mungu limekuletea nini wewe mwenye haki. Unatakiwa upokee nini kupitia msalaba wa Yesu. Unatakiwa utembee na nini kwenye ushindi huo. Lakini shida ni watoto wa Mungu kukataa maarifa ya Mungu na kupokea mapokeo ya kibinadamu, mapokeo ya dini, mapokeo ya yoyote yale unayapokea, lakini unakataa kweli. Sasa Yesu anatuambia hivi katika Mathayo 22 mstari wa 29. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo, huyu tunayesema Yesu ni Bwana, anasema hivi: mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa usipojua neno la Mungu na uweza wa Mungu, utapotea. Utapotea, utadanganywa. Utakimbia huku na huku, mwisho wa siku utaona kama Mungu hayupo, na kati Mungu yupo na anatupatia thawabu tunaomtafuta. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kati wokovu tumeshaupata, ushindi tumeshaupata. Yesu ameshafufuka. Ameshasema imekwisha. Sasa wewe kwa nini bado unaendelea kutembea kwa yale ambayo Yesu ameshakutamkia kwamba yamekwisha? Leo nataka tujifunze katika ushuhuda wako wa kulishuhudia neno la Mungu maishani mwako, ili ushindi udhihirike nje ya maisha yako. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa ukweli ni kwamba kama upo kwenye madhabahu inayompinga huyu Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye ni Mungu mwenyewe, na inapinga karama zake, inapinga neema yake, inapinga kazi zake, inapinga msaada wake, yaani inampinga Roho Mtakatifu, hauwezi kuwa Mkristo mwenye kuushinda huu ulimwengu. Hauwezi kuwa na maisha ya ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama uko kwenye madhabahu zinazompinga Roho Mtakatifu, huwezi kuwa Mkristo mwenye ushindi na mwenye ushuhuda katika Kristo. Na hata hapa ndipo kuna wafanya watoto wengi wa Mungu wapoteze mwelekeo, waanze kukimbia huko na huko, waanze kutafuta kutamkiwa, wakati wewe una nguvu. Yani Roho Mtakatifu akiingia ndani yako unakuwa na nguvu ya Mungu ya kutamka na ikawa. Sasa utakuwa tu unasema nitamkie, nitabirie, na kati Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye nabii. Yani wewe mwenyewe, Roho wa Mungu akiwa ndani yako, wewe mwenyewe ndio nabii wa kwanza wa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ipo karama ya unabii, siipingi, lakini wewe pia mtoto wa Mungu, karama ya unabii ile ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Una uwezo, msalaba umekufungulia njia ya wewe kutumia ule ushindi wa msalaba, ushindi wa damu ya Yesu,
kutamka kwa ushindi wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nanyi mtapokea nguvu, akisha kuajilia huyo Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi. Utashuhudia, utajishuhudia, utatamka. Sasa kukimbia huku na huku kutamkiwa ndio kutakufanya uangukie kwenye mikono midanganyifu, na kati kweli ya Mungu ipo. Hii inawafanya watoto wa Mungu pia kukimbia huko na huko kutafuta uwepo wa wanadamu badala ya kutafuta uwepo wa Mungu kwanza. Unakimbia huko na huko kumtafuta Mungu, kumbe Mungu amekupa neema ya yeye kukaa ndani yetu. Ngoja nikwambie, msalaba wa Yesu, kifo cha Bwana Yesu na kufufuka kwa Bwana Yesu kumetufungulia mlango wa fellowship, wa ushirika wa Mungu mwenyewe kukaa ndani ya mwanadamu. Emmanuel, Mungu pamoja na mwanadamu. Sasa hebu niambie, kama Mungu yuko pamoja na mwanadamu, lazima maisha yako yawe ya ushuhuda tu, kwa sababu Mungu ni mkuu sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yohana 14:23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao. Je, waamini hili? Kwamba huyu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anafanya makao ndani yako? Na kama unaamini hili, kwa nini unahangaika huku na huku? Kwa nini utumii ule uwezo ambao wa Mungu ambaye aliyeko ndani yako? Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Wakorintho wa pili ule mlango wa 6 mstari wa 16 inasema hivi: kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Tunajua kabisa hili neno limekamilika, lilitabiriwa katika Agano la Kale. Agano Jipya tumelipokea kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana kitabu cha Danieli nasema wamjuao Mungu wao watafanya mambo makubwa. Sasa maisha yako wewe mtoto wa Mungu yana ushuhuda? Ni vizuri tu ukafahamu hakuna kinachoweza kubadilika maishani mwako, wala hakuna ushindi utakaodhihirika maishani mwako bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Hichi ndicho tunataka nikufundishe leo. Maana nyakati hizi ni nyakati za hatari sana. Usipoisikia sauti ya Roho Mtakatifu, utasikizishwa sauti nyingine. Na wakati Yesu ametuambia, huyu Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba huyu Roho Mtakatifu wa Mungu atatoa ya Baba na ya Mwana, anatujulisha siri za ufalme wa Mungu. Sasa utazijuaje kama uko kwenye sehemu wanampinga Roho Mtakatifu? Kama we mwenyewe unampinga Roho Mtakatifu, humtaki. Sasa utashangaa sisi ambao tuna Roho Mtakatifu wa Mungu na tunamtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu, hatuwezi hata hatua moja bila yeye. Maana ni uwepo wa Mungu maishani mwetu, tunapanda juu, tunakuwa juu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, ni vizuri tu ukafahamu hichi, kwamba hakuna kinachoweza kubadilika maishani mwako, wala hakuna ushindi utakaodhihirika maishani mwako bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Maana yake lazima Roho Mtakatifu ahusike kwenye kila eneo la maisha yako, ndipo hata ukiomba, ukitamka, ukifanya, ukihudumu mwili wa Kristo, utaona matokeo ya ushindi makubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wameshindwa huduma ya Mungu kwa sababu hawakuwa wanasimama na Roho Mtakatifu. Uwezi kutumia nguvu zako kumtumikia Mungu. Uwezi. Ni lazima yule Roho wa Mungu ndani yako afanye kazi. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Kwa hiyo tutakwenda kutafakari hii mistari, usikie hapa. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 1, ukiwa na muda msoma. Naanza ule mstari wa 1 pale, unasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Ilikuwa ukiwa tena utupu. Kuna koma pale.
na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa Mungu hapo mwanzo aliumba mbingu na nchi, lakini nchi ilikuwa ukiwa, nchi ilikuwa utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona kuwa nuru ni njema. Mstari wa 4. Sasa utaendelea. Hapa nataka pointi uone ya kwamba tunaona katika uumbaji wa Mungu Baba, katikati ya giza, katikati ya utupu, katikati ya ukiwa uliokuwa umetanda juu ya nchi, Roho wa Mungu alihusika kwanza. Maana yake uwepo wake ulikuwepo kwanza, ndipo Mungu Baba akatamka, akasema, na alichokitamka tunaona kwamba kikawa na matokeo yakaonekana. Sasa mimi na wewe tunatamka chini ya uwepo wa roho gani? Hilo ndio swali la kujiuliza leo katika somo hili. Hakuna kilichotokea katika uumbaji wa Mungu bila Roho wa Mungu kuhusika. Alitua kwanza, ndio Mungu akasema iwe nuru. Umeona eh? Na sisi Yesu ametuambia kwa jina lake tutatamka, tutaamuru, lakini ni lazima kwanza tupokee nguvu. Roho wa Mungu atujilie, tupokee nguvu, alafu tuwe mashahidi. Alafu tukitamka, tukiamuru kansa achia, lile pepo la kansa linaachia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mauti ondoka, hapa sio mahali pako, linaondoka. Kwa nini? Ni lazima ni katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna kilichotokea katika uumbaji wa Mungu. Nakumbuka huyu ni Mungu, na Roho wa Mungu ndiye Mungu. Bila Roho wa Mungu hakukitoka. Mungu alisubiri uwepo wa Roho wake Mtakatifu ushuke, akatamka. Na sisi ndivyo hivyo. Sasa kuna watu maisha yao yana utupu, yana giza, yana ukiwa, halafu wanakurupuka tu kutamka jambo au kutamka neno la Mungu bila Roho Mtakatifu kuhusika, na mwisho wanaona hakuna matokeo yoyote, wanaona hakuna mabadiliko yoyote. Ndugu zangu, ni lazima moja, uokoke. Amen. Uokoke. Hii ndio njia ya kumpokea Roho Mtakatifu. Okoka, kuamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyekuja duniani kwa ajili ya dhambi zako wewe, akafa akazichukua dhambi zako, na kwa hili amechukua dhambi zako wewe, unahesabiwa haki bure kwa neema yake. Sawa? Unaamini kwamba akafufuka. Lazima uamini Yesu aliyekufa na akafufuka, ndipo unapata wokovu. Unaamini na kukiri, unapata wokovu. Alafu lazima ujazwe Roho Mtakatifu, na lazima umtumie huyu Roho Mtakatifu wa Mungu, utembee naye kama msaada uliyepewa na Mungu. Lazima uhitaji msaada wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bila hivi utakuwa ni Mkristo, unajiita Mkristo lakini ni mtupu. Huna matokeo, huna ushuhuda. Neno la Mungu unalibaki tu kulisoma, lakini kwenye maisha yako linaonekana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Isaya 61 ule mstari wa 1 mpaka wa 3, na ile Luka 4 mstari wa 18 na wa 19. Kuna neno la Mungu linasema kwamba Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huyu ni Yesu anasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Mpendwa, ili uweze kufanya kazi ya Mungu, lazima Roho wake ahusike. Tunaona hapa Roho wa Mungu alihusika, mafuta yake yakahusika, na siongelee mafuta ya kwenye vichupa. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Mafuta yake yakahusika, ndipo neno la Mungu linasema huyu Yesu akasema, nimeanza kuwahubiri wanyenyekevu habari njema.
Kwa hiyo lazima uwe na Roho Mtakatifu ahusike, Roho wa Mungu ahusike, ndipo utahubiri kwa ushindi, ndipo utasema na itakuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu Mathayo 3:16 neno la Mungu linasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu nipendezwaye, ninayependezwa naye. Roho wa Mungu akashuka, sauti ya Mungu ikasikika ikisema. Tunaona Roho wa Mungu alihusika, na ndipo Mungu akasema, na matokeo yake tunayaona hadi leo kwamba huyu ndiye Kristo mwana wa Mungu, Mungu aliyependezwa naye. Akasema msikieni yeye. Sasa swali ni kwamba, je, wewe neno unalolitamka unalitamka katika uwepo wa roho ipi? Ikiwa Mungu wetu na baba yetu na Yesu Kristo mwanaye baba yetu, tunaona kabisa neno la Mungu linatuonyesha hawakumpuuzia Roho Mtakatifu wa Mungu. Sisi je? Mathayo 4:1 mpaka 11. Nitaenda kumaliza na habari hii, isikilize kwa makini sana. Neno la Mungu linatuambia katika Mathayo 4:1 mpaka 11. Yesu alipandishwa na Roho nyikani, manake Roho Mtakatifu, ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ibilisi akamchukua, mstari wa 5, Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao atakuchukua, usijikwae mguu wako katika jiwe. Yesu akamjibu tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mstari wa 11, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Sasa nimesoma habari yote hii ili upate picha, lakini ninarudi kwenye ule mstari wa kwanza kwamba Bwana Yesu, tunaona hapa Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Sasa nataka uyaone mambo haya. Rudi mstari wa kwanza. Bwana Yesu alimshinda Shetani na majaribu yake kwa sababu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu aliweza kufunga siku 40 kwa sababu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu alinukuu neno la Mungu na akamshinda nalo Shetani kwa sababu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Mimi na wewe je? Tunafunga chini ya mwongozo gani? Tunanukuu neno la Mungu chini ya mwongozo gani? Chini ya uwepo wa roho gani? Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Tunaona hapa haya mashindano, hata Shetani analitamka neno la Mungu, lakini analitamka neno la Mungu chini ya roho yake yeye. Lakini Yesu analitamka neno la Mungu, kumbuka ameongozwa na Roho wa Mungu, analitamka neno la Mungu chini ya uongozi wa Roho wa Mungu, na ndio maana anaweza kushinda. Na mimi na wewe tunamhitaji Roho Mtakatifu, hasa nyakati hizi za mwisho. Si wote wamuitao Bwana Bwana ni wa kweli. Si wote wamuitao Bwana Bwana watakaoingia ufalme wa mbinguni. Umeelewa? Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu kutufunulia mambo yote, hata yale ya sirini, ili hata yule adui hata akija na kusema neno la Mungu. Kumbuka hapa Shetani anavyosema analigeuza geuza. Kwa hiyo Yesu angekuwa hana Roho Mtakatifu,
hii vita hii asingeweza kuvuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kufunga chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu ni rahisi kuliko kufunga kwa kujitumainia nguvu zako. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, nitaongea mambo mengi, lakini pointi ni kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili maisha yako yawe ya ushuhuda. Uwe unamtumikia Mungu, maisha yako ya kila siku, ya nyumba yako, hatua zako, popote kazini, unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nimekupa hayo maandiko uone huyo ni Mungu Baba yetu na Yesu Kristo mwanaye aliyemtuma kwetu. Wote hawa wanashirikiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi tunahitaji ushirika wa Roho Mtakatifu. Wewe je, mtoto wa Mungu, unaitwa Mkristo, yani mali ya Yesu. Hivi unawezaje kupiga mbio katika hii dunia bila Roho Mtakatifu? Kwa hiyo unaona kabisa sababu ya wewe kutumia nguvu nyingi na bado unafeli. Na bado giza na utupu haviondoki. Nguvu unafunga, unaomba, umekariri maandiko, unayanukuu, lakini hakuna matokeo. Giza, utupu, uhitaji, mateso viko pale pale. Tena hata ukimwambia shetani imeandikwa, shetani hatikisiki, kwa sababu hata hiyo imeandikwa yako huisemi katika roho, unaisema kimwili, uisemi hata kwa imani. Mwisho ndio unaona unaishi maisha ya kukata tamaa, wakati Yesu ameshakufia na yupo hai. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Kanisa la sasa wengi limemwacha Roho wa Mungu pembeni. Madhabahu hazina ibada za ujazo wa Roho Mtakatifu. Madhabahu hazihubiri habari za kumpokea huyu Yesu na Roho wake. Lakini zimejaa mafundisho mengine, mafundisho ya mafanikio. Mafanikio nje ya Yesu ni bure. Kwanza hakuna mafanikio nje ya Bwana Yesu. Na hata wanaojazwa wanamdharau Roho Mtakatifu. Hawamtumii, hawamchochei, hawahitaji msaada wake. Kumbuka Roho Mtakatifu wa Mungu anaitwa msaidizi. Kwa hiyo ukiwa hauhitaji msaada wake, na yeye pia anatulia tu, anakuangalia unavyojitumainia. Na kati neno la Mungu linasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa wapendwa, siku zote kumbuka Mungu Baba na Yesu Kristo mwanaye, maana yake neno lake, ili waingilie kati jambo, lazima Roho wa Mungu ahusishwe. Warumi 8:9b, neno la Mungu linasema, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Na neno lingine linasema kwamba wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Unaongozwa na roho gani? Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu akubariki sana, uijue kweli na kweli ikuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko hapa unamhitaji Roho Mtakatifu, njia ya kumpata ya kwanza kabisa ni kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu uwe na kiu. Amen. Ukishakuwa na kiu, Yesu anasema kila aliye na kiu na aje kwangu na anywe. Neno la Mungu linasema aliongelea mito ya maji ya uzima, aliongelea Roho Mtakatifu. Umenisikia? Kwa kiu unakwenda kwake. Roho wa Mungu unampata kwa huyu Yesu. Kila aliye na kiu na aje kwangu anywe. Mito ya maji ya uzima itatoka ndani yake, ambayo neno la Mungu linasema alisema kwa habari za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo bila kupita kwa Yesu hakuna ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye umelisikia neno hili, umeliamini na unamtaka Roho Mtakatifu, Yesu na Roho wake, mtakeni Bwana na nguvu zake. Neno la Mungu linasema utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo ukishachukua hii hatua, inaingia hatua sasa ya kutembea kwenye neno la Mungu. Ndio utasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu nimepona, unapona. Unaamuru ugonjwa, unakuachia. Unatamka, unajitamkia kesho yako inakuwa. Nabii wa kwanza ni wewe mwenyewe. Ukijitamkia kinywa chako mabaya, ndivyo yanavyokuwa. Kwa sababu unatamka chini ya yule roho wa giza. Lakini ukitamka neno la Mungu lenye uhai wa Mungu katika roho wa uwepo wa Mungu aliye hai, maisha yako yanakuwa ya uhai. Watoto wangu ni vichwa na si mkia, imeandikwa. Watoto wangu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi, imeandikwa.
Ndivyo ilivyo na ndivyo napokea na ndivyo nimeamini. Na kila aminie hatoaibika. Na Roho wa Mungu atusaidie sana tuijue kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasikitisha kuona watoto wa Mungu wanavyohangaika huku na huku na kati Yesu Kristo yu hai. Haya, fungua moyo wako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako la uzima lilokuja kuniokoa. Ninarudi kwako Baba. Ninaomba unisamee mimi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamee dhambi zangu na makosa yangu yote niliyoyafanya mbele zako kwa kujua na kwa kutokujua. Ninatubu. Ninageuka na kurudi kwako. Ninaomba Bwana Yesu, kwa damu yako ya agano jipya, unisafishe, unioshe, unitakase. Asante kwa damu yako yenye kunihesabia haki. Bwana Yesu, ninafungua moyo wangu. Ninakufungulia wewe. Karibu na kukaribisha. Ingia kila eneo la maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na Mungu wangu na mfalme wangu na baba yangu siku zote. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Ninakuamini kuwa wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ninaamini kabisa ulikufa na kufuka kwa ajili yangu. Mungu Baba alikufufua katika wafu. Asante Bwana Yesu kwa wokovu wako ulioingia maishani mwangu. Ninakuomba unibatize sasa kwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Na unijaze Roho Mtakatifu. Nina kiu, nimelisikia neno lako na kuhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kuhitaji Bwana Yesu na nguvu zako. Na kuhitaji Bwana Yesu na Roho wako Mtakatifu na nguvu zako. Katika jina la Yesu nimekupokea. Amen. Amen. Takwenda kushukuru Mungu kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya mbegu hii kwa utukufu wa jina la Yesu. Nami Baba nakushukuru kwa kuwa ni ahadi yako, kila anayekuja kwako utomtupa nje kamwe, wala adui hatomnyang'anya kwenye mikono yako. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kufurika ndani yetu sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, uwepo wako na nguvu zako Baba. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ile nuru ya Kristo ing'ao gizani na giza litotuweza kamwe. Kwa jina la Yesu naitamka nuru ya Yohana 1:15 sasa kwenye maisha yako. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, giza halitokuweza kamwe. Katika jina la Yesu na kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninakutenga kwa damu ya Yesu Kristo na magonjwa yote, laana, balaa, mikosi zimefutika kwa damu ya Yesu. Hati zote za mashtaka na hukumu zimeshagongemewa pale msalabani. Yesu amemaliza. Kwa jina la Yesu Kristo nami natamka kwa kupigwa kwa Bwana Yesu umepona. Umzima mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Uhai wa Mungu uko ndani yako katika jina la Yesu. Wewe sio mtumwa tena. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo katika jina la Yesu. Wewe ni mrithi ndani ya ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu. Nenda tembea katika ushindi wa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nenda tembea na ufike mahali ambapo Mungu Baba amekusudia kukanyaga na kufika katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ule upendo wa Mungu Baba na ule ushirika wa Roho Mtakatifu wa Mungu ukuatamie, uwe pamoja na wewe siku zote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Inuka na uangaze kwa kuwa nuru yako imekujilia leo na utukufu wa Mungu Baba umekushukia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Shetani hawa sio wako tena, nami katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, chochote ambacho sio mapando, ambacho hakijapandwa na Mungu kama ilivyoandikwa kitang'olewa, ninatuma malaika wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo kwa neno hili wakang'oe sasa juu ya maisha ya watoto wa Mungu hawa. Kwa jina la Yesu Kristo tunachukua chapa zake Kristo. Kwa jina la Yesu shetani hutowataabisha tena. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila udhaifu, kila mamlaka ya giza, kila nguvu za giza, wakuu wa giza, wafalme wa anga, majeshi ya mapepo ambayo mapepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, ninawaamuru kwa jina la Yesu, achia maisha ya watoto wa Mungu hawa.
toka hapo, sio mahali pako tena. Katika jina Yesu, halali wenu umefutika kwa damu ya Yesu Kristo ya agano jipya. Ninawanywesha kikombe cha damu ya Yesu Kristo ya agano jipya, kama ilivyoandikwa, nyweni nyote kikombe hiki, ni agano jipya la damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu, asema Bwana Yesu aliyekufia msalabani. Kunywa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tamka, sema, na kunywa damu ya Yesu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yangu kwa ondoleo katika jina la Yesu. Amen. Baba, nasema asante kwa kuwa umetenda, na uweza na nguvu zako Bwana unaendelea kutenda, na utukufu wote na kurudishia wewe Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Mungu Baba akubariki na damu ya Yesu ikufunike. Na Mungu akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 769145925, na namba nyingine ni +255 718293144. Damu ya Yesu kufunike. Uwe na wiki ya amani na ya ushindi kabisa katika Kristo Yesu. Uhai wa Mungu uzidi kudhihirika ndani yako. Hakuna ushirika katikati ya giza na nuru. Giza halitokuweza kamwe. Na Mungu wetu ni Mungu walio hai, si Mungu wa wafu. Mauti haina nguvu tena juu yako, katika jina la Yesu. Amen.